Siku moja baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kukata utepe wa matumaini na kufungua ukurasa mpya wa historia ya biashara jijini Dar es Salaam katika soko la Kariakoo kwa kuzindua soko hilo rasmi hapo jana, uzinduzi ambao umeibua hisia mchanganyiko za furaha, shukrani na matarajio mapya miongoni mwa wafanyabiashara waliokuwa wakisubiri kwa hamu kurejea katika eneo hili muhimu la kiuchumi. Baadhi ya wafanyabiashara wa soko hilo wameeleza kufurahishwa na hatua hiyo ya Rais, wakisema uzinduzi huo sio tu umefufua miundombinu ya soko bali pia umehuisha matumaini yao ya kurejea katika biashara kwa nguvu mpya. Aidha, wamesema mazingira mapya ya kisasa yanawapa imani ya kufanya biashara kwa usalama na kwa tija zaidi, huku wakitarajia ongezeko la wateja na ustawi wa kipato katika siku zijazo. Kwa kweli baada ya mama jana kuzindua, kwanza nilipata furaha kubwa sana kwa sababu tulikuwa tunapitia changamoto nyingi sana toka soko lilivyoungua mpaka lilivyojengwa mpaka lilipoishia. Kwa kweli baada ya kuzindua jana nilipata furaha kubwa. Namshukuru Mwenyezi Mungu na namshukuru pia Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu Mama Samia. Mimi nasema kwa mapenzi ya Mungu kila kitu kinawezekana. Soko hili lina watu wengi na Kariakoo watu walikuwa wakiteseka kutokana na bidhaa kutopatikana kwa wakati. Kwa mapenzi ya Mungu soko miezi 6 ya mbele litakuwa zuri zaidi kuliko hapa kutokana na watu wa ongezeko lake. Tunamshukuru mama kwa kutufungulia soko letu. Mungu afanyie wepesi. Kwa hiyo hapa tuko kwenye usafi. Kesho tunaanza biashara rasmi. Serikali napenda sana kushukuru. Maswala yasiwe soko tu la Kariakoo peke yake, na masoko mengine ambayo hayako katika muonekano wa kibiashara nayo yarekebishwe. Unaona bwana, miundombinu ya njia barabara za kuingia sokoni Kariakoo nayo irekebishwe. Sio magari makubwa yanakuja sehemu yanakosa sehemu za kupita, sehemu za kupaki, parking ya chini ya magari. Hiyo ya magari baadaye sije ikageuzwa watu wakaweka vizimba vya biashara, ile ibaki kama parking, kwa sababu wana mtindo. Tunaanza vizuri, mwishoni wanakuja wanamalizia vibaya. Zile sehemu wanakuja wanauza, wanaweka vizimba vya biashara, mara Tigo Pesa mara nini. Huduma zote ziwemo humu ndani. Kule nje kule waachie magari yakae magari. Naye kiongozi wa wafanyabiashara katika soko hilo Ramadhani Laban amemshukuru Rais kwa kusikiliza kilio cha wafanyabiashara na kuchukua hatua za haraka kurejesha soko hilo. Aidha, amesema tayari wamejiwekea mipango madhubuti ya kushirikiana na uongozi wa soko katika kulinda miundombinu, kudumisha nidhamu ya biashara na kuhakikisha mazingira ya soko yanabaki salama, safi na yenye uwazi kwa manufaa ya wote. Lakini jambo kubwa zaidi kwangu, nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kutenga muda wake, lakini kuwaza kutuhusu sisi wafanyabiashara wa Kariakoo. Kiu yetu kubwa ilikuwa ni kuona soko hili linafunguliwa, na wafanyabiashara wamefurahi baada ya kuona soko lao limefunguliwa. Na leo kama mnavyoona sasa, baadhi ya wafanyabiashara walikuwa wako tayari na wako karibu, wanaingiza mazao yao ni kwa ajili ya kufanya biashara kwenye soko lao la kisasa. Kile ambacho tumemwahidi Mheshimiwa Rais ndio kitu ambacho tunakwenda kukisimamia kama kiongozi wa wafanyabiashara. Nikiwa mwenyekiti wa umoja wa wafanyabiashara kwenye soko hili, nitahakikisha kuona kwamba miundombinu ya soko hili inasimamiwa kikamilifu na inalindwa. Naye mmoja wa wadau wa maendeleo ya jamii Ishaka Kihemba amesema uzinduzi wa soko hilo ni zaidi ya tukio la biashara, ni chachu ya maendeleo ya jamii, na kuongeza kuwa uzinduzi wa soko hilo litachangia kwa kiasi kikubwa kuinua maisha ya wananchi wa kawaida, hususan wanawake na vijana kupitia ajira, fursa za kipato na mzunguko wa uchumi wa kila siku. Nafikiri kwanza ilikuwa ni kiu ya wafanyabiashara wengi kuona soko la Kariakoo linakuwa kama lilivyo hivi sasa, kwa maana ya ukubwa ambao unakidhi hadhi ya kuwa soko la kimataifa. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini kitu ambacho umeniuliza, niseme kwamba uzinduzi wa soko hili unaenda kuongeza wigo ama upana wa wafanyabiashara kufanya biashara katika soko la Kariakoo. Kwa hivyo katika hali ya kawaida tunataraji kwamba idadi ya wafanyabiashara katika soko lile iongezeke. Maana yake ni kwamba hata idadi ya mapato yanayotokana na soko itaongezeka pia. Lakini idadi ya wafanyabiashara, kwa mfano soko limekuwa likihudumia wafanyabiashara wengi kutoka nchini Komoro, kutoka nchini Kongo, kutoka nchini Ethiopia na mataifa mengi ambayo yamekuwa yakitegemea hasa bandari ya Dar es Salaam, mataifa ambayo yanachukua bidhaa za nafaka katika soko hili la Kariakoo. Na kama ambavyo mjuavyo, soko la Kariakoo si soko tu la bidhaa za nafaka, kuna bidhaa za plastiki na bidhaa mchanganyiko. Kwa hivyo kwa uingiaji wa wafanyabiashara kutoka nje tunataraji watalipa ushuru katika mamlaka zetu, lakini kutaongeza mapato katika halmashauri
mapato katika ngazi ya mamlaka nyingine. Kwa ujumla, sauti zilizosikika hii leo kutoka kwa wafanyabiashara na uongozi wa soko la Kariakoo zinaakisi mchanganyiko wa matumaini, tahadhari na matarajio mapya. Uzinduzi umefanyika, miundombinu imesimama na ahadi zimetamkwa, lakini safari ya kweli ndio bado inaanza. Kariakoo kama moyo wa biashara ya mwananchi wa kawaida sasa ipo katika mikono ya uwajibikaji na uongozi na bidii ya wafanyabiashara. Kile kitakachofuata kitaamuliwa si kwa maneno ya jukwani, bali kwa vitendo vya kila siku, uwazi katika maamuzi, haki katika usimamizi na mshikamano kati ya pande zote. Nikiripoti kutoka katika soko hili la kisasa la biashara hapa Kariakoo jijini Dar es Salaam, mimi ni Abdullahi Mashi wa Kishki TV.